Wazee mbalimbali na viongozi wa dini wamekutana leo katika ofisi ya taasisi ya Mwalimu Nyerere inayoongozwa na Mzee Joseph Butiku kujadili kuhusu amani, haki na maendeleo baada ya machafuko yaliyotokea Oktoba 29 mwaka jana wakati wa uchaguzi. Akiongea wakati wa ufunguzi wa majadiliano hayo, Mzee Butiku amesema kama wazee bado hawajachoka kushauri kuhusu maridhiano ya kuwaleta pamoja wananchi katika haki na amani kwa ajili ya maendeleo ya nchi. Lakini lengo la ukali wa lugha ni kutafuta suluhisho mpate mema. Kwa hiyo naomba mwe huru, mzungumze mjisikie moyoni mwenu, na kusudi tutakachosema mwisho kieleweke. Yako maeneo machache nitataja, taona kwenye karatasi kenu. Liko tukio lenyewe, maafa na uharibifu. Wazee mnajua, hata vifo na mali zetu za serikali na zenu. Watoto wana wamejenga, zingine wamejenga ninyi wazee. Ziliharibika. Tunasikitika. Kwa sasa tunatogombanisha au ndio msiba wa leo. Yako mabadiliko ya katiba. Yako sisi tunaongozwa na mfumo wa sheria. Mkiwa wengi kama hivi, mnaongozwa na yale mliokubaliana ya waongozi taratibu. Mara nyingi tunaita katiba. Tunayo hapa. Mnakumbuka tulijaribu kuibadili na bado tunaizungumza, na mama ametuambia rais wetu hii katiba katika muda wa siku 100 tangu atubie kuongea. Na alipokuwa Zanzibar alisisitiza kwamba analeta mawazo ya utaratibu wa jinsi ya kutazama tena huu mwongozo wetu wa kitaifa na katiba, na ndio huzaa sheria, na ndio huzaa kanuni, na ndio huzaa taratibu, na ndio huongoza maadili na uzalendo wetu. Kitabu hiki kinaitwa katiba. Tumeambiwa tutakizungumza. Wakati mnazungumza hapa wazee na vijana, si lazima kulalamika, lakini kila wazo utakalolitoa liwe lile linaweza kuchangia katika hili kipenga kikifika. Kwa sababu kama ni kasoro, tunataka kurekebisha kwa utaratibu huu. Katiba hii baba wa taifa ameichangia. Kila mara nikipata nafasi na waonyesha kitabu hiki. Nyufa humu ndani alitaja baadhi ya nyufa. Anasema ni mzee, baada ya maneno yake mwanzo, naona mnapuuza katiba, naona mnapuuza sheria, naona mnaanza kugawanyika katika ukabila, na jambo limefanya tunagawanyika zaidi kidogo. Naona mnaanza kubaguana na dini. Baba akaziita hivyo. Lakini vile vile ni baba akasema moja ni wakumbushe tulikotoka. Tunakatafua kabila sasa. Anasema tumetoka wapi, tuko wapi, tunakwenda. Ni mchango wake. La tatu, kuhusu uzalendo, haki na uwajibikaji. Haya tuliyoyaona
mema na mabaya. Kama ni mabaya tumewaunda sisi, na hasa wazee tuliokuwa hapa tulioanzisha. Kama ni mema tumewaunda sisi, kama ni mabaya basi na sisi ni ya nani? Ni ya rais, ni ya serikali. Kama sisi ni family moja, yaliyotokea uzalendo, kuna mahali tumetetereka, haki, kuna mahali tumetetereka, uwajibikaji, kwamba mkubaliana jambo wote lazima mkubali kuwajibika kulitetea liwe kama lilivyokusudiwa. Na nne na la mwisho, ujenzi wa amani ndio tulianza naye, utatuzi wa migogoro na maridhiano. Hapa kuna kaushauri tumeleta kwa sababu sisi ni wazee. Baba wa Taifa anatuambia mgogoro wowote ule kati ya watu au kati ya mataifa unaweza kutatuliwa kwa mazungumzo. Nataka twende hivi, mgogoro wowote ule kati ya watu au kati ya mataifa, na sisi tuna mgogoro kati yetu kidogo, unaweza kutatuliwa kwa mazungumzo. Wazee mko hapa kutuongoza, tuzungumze changamoto zetu, ukikumbuka kwamba hatujapoteza uwezo wa kujitambua pamoja na vijana wetu, hatujapoteza uwezo wa kuzungumza na wala hatujapoteza uvumilivu.